Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaendelea na somo linaloenda kwa jina la mbinguni hakitoingia kamwe kinyonge. Mbinguni hakitoingia kamwe kinyonge. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuenda kuangalia ni matendo gani ambayo ameyafanya Mungu ili kuweza kutupa sisi wanadamu nguvu za kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni matendo gani makuu ambayo ameyafanya Bwana Mungu? Tutaongozwa na kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Kinasema kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna mambo ambayo yamekwisha kuzungumzwa katika neno hili. Kuna mambo ambayo yamekwisha kuzungumzwa. Jambo la kwanza ni mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, ambaye huyo ni mwanamume ambaye ndio Yesu Kristo. Jambo la pili ana uweza wa kifalme begani mwake. Jambo la tatu ni mshauri wa ajabu. Jambo la nne ni baba wa milele. Jambo la tano ni mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe tena. Tutaenda kuangalia haya mambo ambayo yanaelezewa katika neno hili. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukianza na neno kwa ajili yetu mtoto amezaliwa ambaye ni wa kiume. Tutaenda kuangalia huyu mtoto ambaye amezaliwa, tutaenda kuangalia amezaliwa kwa ajili ya nani na pia amezaliwa kwa ajili ya nini. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba Yesu Kristo amezaliwa ili kukomboa ulimwengu, na ulimwengu ndio sisi wanadamu. Hivyo amekwisha kumwaga damu kwa ajili yetu sisi wanadamu. Hivyo tunaangalia mtoto amezaliwa kwa ajili yetu ili kutukomboa sisi wanadamu, wale wote ambao watakuwa wameukiri wokovu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, ni kwa nini basi amezaliwa? Ni kwa sababu kipo ambacho tulikwisha kukipoteza. Tunatambua kwamba Adam alipewa ufalme, lakini ufalme ule ulipotea kupitia kula tunda. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kurudisha huo ufalme ambao toka zamani ulikwisha kupotea. Hivyo basi, ni jambo gani lingine limepelekea kwamba Yesu Kristo kuzaliwa? Ina maana ili akae nasi. Ni kwa nini basi anakaa nasi? Ni kwa sababu yapo mashauri mengi ambayo yanamlenga mwanadamu, ambapo tunaangalia shetani na ajenti wake wapo kuunda mikakati mbalimbali ili kuweza kumzuia mwanadamu asione ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, tukisoma kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 10 kinasema kwamba fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Semeni neno, lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kumtuma mwana wa pekee ili akae nasi, ili aweze kututetea na vita yote ambayo anakuwa anaituma adui kwetu sisi wanadamu. Hivyo basi, yote ambayo anayatuma adui hayatafanikiwa katika vikao vyao vya giza.
yale mambo yote ambayo wanakwisha kuyajadili, yale yote yanabatilika. Yale yote ambayo wanakwisha kuyajadili yanabatilika. Iwe wanajadili kuvuruga ndoa, iwe wanajadili kuvuruga biashara, iwe wanajadili kuvuruga kazi, kuvuruga familia, watoto, hayo yote yanabatilika kwa sababu Mungu yupo pamoja nasi. Hivyo kwa wale wote ambao watakuwa wamempokea Yesu Kristo, ina maana watapiganiwa na Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jambo jingine tuenda kuangalia, nasema kwamba ana uweza wa kifalme begani mwake. Maana halisi Yesu Kristo ndiye mfalme. Ina maana huo ufalme alionao begani, aliobeba ni kwa sababu ya sisi wanadamu. Ule ufalme ambao tayari tulikwisha kupoteza pale pote ambapo hatukulitii neno la Mungu, tuweza kumsikiliza shetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Yesu Kristo yupo ili kutuheshimisha na kutupa mamlaka yale ambayo yalipotea toka mwanzo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo yupo kurudisha ile heshima ambayo ilikwisha kupotea, aibu ambayo ilikwisha kupotea pale ambapo tulikwisha kuvuliwa nguo na adui. Na maana Mwenyezi Mungu amekuja kutuvisha na kutuondolea hiyo aibu. Bwana Yesu asifiwe tena. Aibu hiyo ni umaskini, magonjwa, manyanyaso, pale ambapo mwanadamu anakuwa amenyanyaswa sana na adui. Anapokuja kumjua Yesu Kristo, Yesu Kristo anamrehemu kwa rehema zake, na maana anamuweka salama. Hakuna jambo ambalo ni baya kama pale ambapo unakuwa unanyanyasika na nguvu za giza, maana kuna watu wengi ambao watakudharau sana, kuna watu wengi ambao watakudharau sana. Hivyo Yesu Kristo amekuja kuleta heshima kwa ajili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo jingine ni mshauri wa ajabu. Washauri wote tunasema kwamba washauri wote wanaonekana wanapokuwa wanakushauri, lakini huyu ni mshauri ambaye ukimpokea anakuwa haonekani, lakini anakushauri, na kile ambacho anakushauri ndicho kile ambacho kinakupa amani. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo lingine ambalo linapelekea kwamba huyu ni mshauri wa ajabu, ina maana kuna mahali ambapo huwa tunakuwa tumekosea, unakuta kabisa umekosea, umetenda dhambi, lakini anakuja anakushauri kwa upole. Ni tofauti na mwanadamu. Mungu ni tofauti na mwanadamu. Mwanadamu unaweza ukamkosea, lakini akakushauri, mwisho wa siku akichoka anaanza kutumia ukali, na pia akichoka anaweza akaacha mpaka kukushauri. Hivyo Mwenyezi Mungu yeye achoki. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo jingine ni mfalme wa amani. Huyu ndiye mfalme wa amani, na maana amani yoyote ile ambayo unakuwa unaitaka wewe mwanadamu, ina maana utaipata kwake. Pesa haiwezi ikakupa amani, dhahabu haiwezi ikakupa amani, majumba na magari hayawezi yakakupa amani, marafiki hawawezi wakakupa amani, mbali na hapo watakupoteza. Hivyo Yesu Kristo ni mfalme wa amani yote, na maana yeye ndiye mwenye amani hiyo ambayo ipo kwa ajili ya sisi wanadamu. Ina maana pale ambapo tutakuwa tumeshakubali kuishi naye, atatupa hiyo amani. Amani yake haina majuto, na pia amani yake ni ya milele. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo lingine tunakwisha kuliangalia, jambo la mwisho ni Baba wa milele. Ina maana yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja Mwenyezi. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 8 kinaeleza. Ina maana Mwenyezi Mungu yeye yuko. Ina maana nataka tujue jambo moja ambalo la muhimu sana hapa. Kama Mwenyezi Mungu yeye alikuwako, ina maana yeye anazijua njia zote za mwanadamu. Ina maana anajua leo, anajua kesho, anajua siku zako zote, kwa sababu yeye ni niko ambaye niko. Ina maana kuna njia ambazo yeye anazo, ambazo ni njia zako wewe mwanadamu, pale ambapo utakuwa umepita katika ufalme wake. Na maana ukiwa nje ya ufalme wake, na maana njia hauwezi iona. Njia ambayo utakuwa unaiona, utakuwa ni njia ya adui.
kwa sababu adui ambacho huwa anakifanya huwa anaweka giza katika ile njia ya Mungu ili usiweze kuiona njia ya Mungu. Ina maana wewe utakuwa unaona maovu tu pale ambapo unakuwa katika upande wa giza, utakuwa unaona ni maovu tu, lakini yale mema uyaoni, kwa sababu utakuwa mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika hayo yote ambayo amekwisha kuyafanya Mungu, haya yatakufanya wewe uteke ufalme wa Mungu kuanzia duniani mpaka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu atakushindia yote. Mwenyezi Mungu atakushindia yote. Hutokuwa na wasiwasi tena, hutoyumbishwa na upepo wa huku na huku, hutohangaika na washauri wa huku na huku. Utakuwa na amani ya milele, hutochukuliwa na upepo wa huko na huko. Hivyo basi Mwenyezi Mungu amekwisha kutoa njia, ambayo njia hii ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambayo njia hii ipo na mambo yafuatayo. Ni njia ambayo imejaa kila aina ya kile ambacho unakitaka wewe mwanadamu. Ukitaka kazi, ni njia ambayo kazi inapatikana. Ukitaka mke mwema au mume mwema, hayo mambo yote utayapata ndani ya Yesu Kristo. Ukitaka upone magonjwa, hayo yote utayapata ndani ya ufalme wa Mungu. Ukitaka amani ya milele utaipata. Ukitaka ushauri utapata kila kitu. Hivyo basi ukiwa nje ya Yesu Kristo utakutana na vitu vya ajabu. Yaani utakuwa unakutana tu na wale maagenti wa shetani wa kukuumiza, lakini katika upande wa Mungu kuna amani tele. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na pia mbinguni kamwe hakitaingia kinyonge. Hivyo Mwenyezi Mungu amekwisha kutoa njia hii ili tuweze kumfuata yeye, aweze kutuonyesha haya yote ambayo ameshakwisha kuyakusudia kwetu. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.